Ikiwa leo ni Oktoba 19 ya mwaka 2023, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninaalika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza somo hili, na jina lako litukuzwe, ukituongoza kuyashika yote tujifunzayo katika jina Yesu Kristo. Amina. Somo la leo linasema mshauri wa ajabu. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha Zaburi sura ya 73 na ile aya 24. Neno la Mungu linasema, utaniongoza kwa shauri lako na baadaye utanikaribisha kwa utukufu. Mungu anawaita wanadamu kuzipinga nguvu za uovu. Mungu kupitia kwa mtume Paulo anasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake, wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Warumi sura ile ya 6 aya 12 na 13. Maisha ya Kikristo ni vita, lakini kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Katika vita hii ya haki dhidi ya udhalimu, tunaweza kushinda tu kwa msaada wa Mungu. Nia yetu iliyo na ukomo inapaswa isalimishwe kwa njia yake yeye asiye na kikomo. Nia ya kibinadamu lazima ishikamane na nia ya kiungu. Muungano huu utampa Roho Mtakatifu fursa ya kutusaidia, na kila ushindi utakuwa na mwelekeo wa kuokoa mali zilizonunuliwa na Mungu na kuwezesha urudishaji wa sura yake katika roho. Bwana Yesu hutenda kupitia kwa Roho Mtakatifu, kwa yeye ni mwakilishi wake. Kwa njia ya Roho Mtakatifu, Yesu anaingiza uzima wa kiroho katika roho na kuchochea nguvu za utendaji wa mambo mema na kuondoa uchafu wa kimaadili na kuipa hadhi inayofaa kwa ajili ya ufalme wake. Yesu anayo mibaraka mikubwa ya kutoa, zawadi nzuri za kugawa kwa wanadamu. Yeye ni mshauri wa ajabu, asiye na kikomo katika hekima na nguvu. Na ikiwa tutatambua nguvu ya Roho wake na kujisalimisha ili tuumbwe upya naye, tutasimama tukiwa wakamilifu ndani yake. Hili ni wazo la ajabu kiasi gani? Katika Kristo unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya kimwili, na ninyi mmetimilika katika yeye aliye kichwa cha enzi yote na mamlaka. Wakolosai sura ya 2 aya 9 na ya 10. Kamwe moyo wa mwanadamu hautaijua furaha hadi utakapokuwa umesalimishwa ili uumbwe upya na Roho wa Mungu. Roho Mtakatifu anaumba upya moyo na kuufanya ulandane na mfano Yesu Kristo. Kwa njia ya mvuto wa Roho Mtakatifu, kwa njia ya mvuto wa Roho Mtakatifu, uadui dhidi ya Mungu unageuzwa kuwa imani na upendo, na kiburi kinakuwa unyenyekevu. Roho inaelewa uzuri wa ukweli, na Kristo anaheshimiwa katika uzuri na ukamilifu wa tabia. Na mabadiliko haya yanapotokea, malaika hulipuka kwa wimbo wa furaha na kutukuza, na Mungu na Kristo hufurahia roho zilizoumbika upya katika sura ya Mungu. Katika tafakari zaidi, mwandishi anauliza, ni lini mara ya mwisho ambapo malaika walifurahia badiliko chanya katika maisha yangu lililoletwa na Roho Mtakatifu? Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya somo la kesha la asubuhi siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nawe sasa na hata milele. Amina.